Leo Kenya haiko kawaida kabisa. Chama cha ODM kinachochukuliwa kama ngome ya upinzani sasa kinadaiwa kuuzwa polepole. Gen Z wamechoka, wamekasirika na sasa wanasema hii sio siasa tena, bali ni vita ya kulinda sauti yao kuelekea mwaka 2027. Lakini swali kubwa ni hili, je, ni ukweli Rais William Ruto anajaribu kuimaliza ODM kutoka ndani au hii ni propaganda tu ya kisiasa? Na kilichotokea leo kwenye NDC ya Orange Democratic Movement kinaacha maswali mengi kuliko majibu. Baada ya kumbukumbu ya maandamano ya June mwaka 2024, Gen Z wengi waliamini wao ndio walikuwa nguvu mpya ya mabadiliko. Lakini sasa mambo yamebadilika. Kuna madai kwamba serikali imeanza kuvuta baadhi ya viongozi wa ODM kuwa upande wake, na wengine wanaamini hii ni project ya kuhakikisha kuwa hakuna upinzani ifikapo mwaka 2027. Na kabla mkutano kufanyika, tayari kulikuwa na tension kubwa mitandaoni. Kwenye video hii ya kwanza, huyu jamaa wa Kenya wengi wanamfahamu, anaonekana akiwashambulia wanafunzi wa vyuo vikuu waliodai mkutano hautafanyika. Anawaita vinyangarika na watoto wa Serelak. Lakini nyuma ya maneno haya kuna kitu kikubwa. Hii inaonyesha wazi kuwa kuna mgawanyiko mkubwa hata miongoni mwa vijana wenyewe. Sasa tumeona mavinyangarika wengine wanasema ati yao ni vijana wa ODM na wanasema ati kesho ati mkutano haitafanyika ya ODM. Na ukiangalia wa vijana waonekana vijana wale wamekula Serelak, wanasema hata ni vijana wa ODM na sisi tujaona vijana kama hao. Mimi nataka niambia wa vijana wa university wale ambao wanasema ati kesho mkutano itafanyika Nairobi, kama wewe umeshika makende yako ukaona imefura, wewe kuja kesho huko tupatane. Hii mambo ya kutishia watu ati mkutano iko Nairobi tu. Na nataka niambia vijana wa Serelak, ninyi hakuna siasa mnajua hapa Nairobi. Ninyi mletwa Nairobi na basi mkuje msome hapo university. Hizo vizungu zenyu za Serelak sisi mtatuletea. Ati wewe unasema ati mkutano itaendelea kesho. You there, kuja huko. Kuna wewe mwingine kuna macho ina amekaa amekunywa pombe amefura mashavu. Unasema ati mkutano itafanyika Nairobi. Tunasema kesho ukuje ukanyage huko. Na hizo vizungu zako nonsense wewe. Ati mkutano itafanyika Nairobi. Tunataka tuambia vijana wa Serelak, si Nairobi, si University of Nairobi. Wewe kama ulikuja na gari ya samaki, utarudi na gari ya samaki kwa ushago. Those are nonsense. Na tunakuambia dea kesho kuja upatane na magunzi. Kuja kesho upatane na magunzi and we don't care. This is politics. Na hii si kanisa, hii ni siasa. So naambia mavijana hao, atumetoa press conference wasema ati kesho tupatane. Wewe kuja kama wewe ni mwanaume mbeba makende kwa suruari. Nonsense bullshit. Lakini upande mwingine kuna wale ambao wako tayari kwa lolote. Huyu msichana anawaambia watu wazi ya kwamba bebeni bendera ya Kenya na mjitayarishe kwa tear gas. Hii si kawaida, hii inaonyesha Gen Z wameanza kuona siasa ni mapambano halisi na si mjadala tu kwenye mitandao. Kama kuna kitu amstahili kusahau leo ni this flag right here. The People's NDC. The People's NDC at Ufungamano House. Muko happy by the way, mimi niko kwa njia. Hebu tupataneni huko. You wear warm, ukuje na jacket ya kufunikia hiyo kitu. Wakileta tunaizima kama nyongi ya jana. Kwani ni nini? Viatu za kimbikimbi, si mnajua? Hii maneno yetu lazima kuna starter kit, lazima vitu ubebe, maji, unavaa viatu za kukimbia, jacket na flag. Because we are fighting for this nation. Sawa sawa, tupataneni, the only People's NDC happening today. Hizo zingine ni bonoko. Mnapeleka Jamhuri mnaenda kubai magari. Mnaenda kubai magari. Why? Ukuje tukomboe hii nchi. Kasongo must go na tafadhali. Na kama hiyo haitoshi, kijana mwingine anatoa ushauri wa kushangaza akiambia watu vaeni sport shoes, maana kuna watu watakimbia na miguu yao ndio itawaokoa. Hii ni lugha ya maandamano, sio mkutano wa chama cha siasa. Kesho kama unajua unaenda NDC yoyote, iwe ya Oburu, iwe ya Kirasifuna, lazima umake sure umevalia rubbers. Kama una rubbers, sport shoes, na umake sure umevaa jeans, kwa sababu mguu ndio itakuponya kesho, kwa sababu kuna watu wanakimbia. Mimi naona kuna watu wanakimbia sana. Okay. Yes. Na sasa mambo yanahamia kwenye ground. Mheshimiwa Babu Owino anaonekana akijaribu kuzungumza mbele ya polisi, lakini polisi wanadai mkutano hauna permit ya kuendelea. Na hapa ndipo maswali yalianza. Je, serikali inaingilia shughuli za ODM au ni sheria zinafuatwa? Mtaumia hawa, mtaumiza hawa. Sasa mkiumiza hawa watu, wewe ni mama umezaa. Ukiumiza hawa watu wakufe hapa. Unajua hii kitu, hii ni private facility. Hii si public facility. But hii ni private facility. Hii ni private facility, madam. Wewe umezaa, uko na watoto. Ukiua hawa watoto hapa, utawaambia nini, madam? Na wewe mwenyewe ukikufa,
Na wewe ukikufa na yeye mwenyewe akikufa, watoto wako nani atalea? Na hatimaye sauti ya upinzani inajibu kwa ukamilifu. Edwin Sifuna anasema wazi ya kwamba analinganisha hali ya sasa na enzi za Rais Daniel Arap Moi. Hii ni kauli nzito sana, inaonyesha kuna hofu kwamba historia inaweza kujirudia. To disagree is also constitutional right. So we want to defend these rights because haijakuwa rahisi boss. Moi alikuwa anafanya hizi vitu, unaona Ruto akifanya saa hizi. Kuletea watu polisi, kutisha watu hawezi kufanya mikutano sivyo nini. But lazima tukae nganga. Vile tu mababa zetu hawakuogopa Moi. Sisi hatuogopi Kasongo. Tunamwambia tuko na uhuru wa kukutana, kufanya mazungumzo. Wao wafanye mkutano wao. Umesikia tukitisha mtu? Hapana. Wakutane wafanye waongee vile wanataka kuongea. Na sisi pia tukubaliwe kufanya nini? Kuongea. Na sisi unajua message yetu tu ni moja. Ruto must go. Lakini nyuma ya hizi video zote kuna vita kubwa zaidi, vita ya nafsi ya ODM. Baadhi wanasema ODM tayari imeingia serikalini, huku wengine wanasema ODM bado ni upinzani, na Gen Z nao wanasema hatutakubali, niko kadi. Haribu tuone, haribu tuone. Tumekuwa tumefanya nini? This particular police officer, this one. Thank you. Tumebaki wachache nje sasa tuue. This particular police officer, this one. Kwani tumefanya nini sisi? Kwani sisi ni nani? Tumefanya nini? What have we done? Bana huyu mtu asiyatumia akili, ako na ranks za nini huyu? Mtu ako na ranks za nini huyu? Who is this person? Okay. Who is this person? Sasa swali ni hili, je, ODM inauzwa kweli au Gen Z wanachochewa kisiasa? Na muhimu zaidi, mwaka 2027 nani atakuwa na nguvu, serikali au vijana? Maoni yako ni muhimu sana, niachie kwenye comment section. Wewe unasimama upande gani, ODM ya sasa au Gen Z? Nitaenda kukuacha na video ya vijana mapema ya leo walivyokuwa wanaingia kwenye jumba la Ufungamano House. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Utaingia bwana, utaingia. Piga! Utapiga nani? Utaingia! Tutaingia! Sisi ni nani? Wawi, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Wizi Ruto bwana. Wizi Ruto. City provocation. Why are you provoking us? Why are you provoking us? We are peaceful. Why are you provoking? You will kill us. You will kill us, bwana. Stop provoking us, stupid. Kill us. Ala, eti mwingie ndani kufanya nini? Haribu. Haribu tuone. Haribu tuone. Tumekuwa tumefanya nini? This particular police officer, this one. Thank you. Tumebaki wachache nje sasa tuue. This particular police officer, this one. Kwani tumefanya nini sisi? Kwani sisi ni nani? Tumefanya nini? What have we done? Bana huyu mtu asiyatumia akili, ako na ranks za nini huyu? Mtu ako na ranks za nini huyu? Who is this person? Okay. Who is this person? Huyu ofisa atumia akili bwana. Kwani uko na ranks za nini? Ona wewe. Who is this person? Huyu nani huyu? Huyu ni nani huyu? Kuna mahali utaenda wewe. Who is this? Who are you by the way? Who are you? Who are you? Wengine wako jela bwana. Watu wako jela, they kill the person. Who are you? Who is this person? Who is this person? This one. Wewe tunakujia hadi watoto wako sisi nani? Hata ujinga. This particular police officer. Wewe. This one.